سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وهو آدى الأمانة وبلغ رسالة وكشف الأمة ونصح الأمة وجاهد في الله حقا. أما بعد, awali ya yote tumshukuru Mwenyezi Mungu Rahim, Mwenyezi Mungu ambaye kwa uwezo wake, kwa neema zake na kwa baraka zake ndio tumeswali swala ya Ijumaa kwa jamaa nyuma ya imamu. Huu si ujanja wetu wala uwezo wetu, ni taufiki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini zidi kutafakari katika mawazo yako, wewe unayetoka, uliyekaa, unayebakia kwa shughuli mbalimbali, tafakari katika moyo wako, kwenye kichwa chako, Allah neema aliyokupa, Allah neema aliyokupa, Allah neema aliyokupa ya thamani ya ubinadamu. Thamani ya ubinadamu ni rasilimali uhai peke yake. Hivi leo mbio zetu na harakati zetu, umeme ukikatika tu, thamani yako ya binadamu imeondoka. Wakati mwingine unaweza kushangaa, ndugu yako katika imani anaweza kusimama dakika 120 anaangalia anachokipenda, lakini kukaa kitako kusikiliza Allah anasema nini kupitia mashehe wetu unakuwa mtihani. Itafakari siku ile ambayo malakal mauti amefika kwako, mimi na wewe, ukaondoka thamani ya ubinadamu. Thamani ya ubinadamu ni rasilimali uhai tu. Wallahi thumma wallahi, mmoja wetu siku moja akiondoka katika ulimwengu huu, basi tunakaa kikao kumuondoa katika makazi yake mazuri ambayo ameyajenga kwa gharama zake, kwa fedha zake, kwa uwezo wake wote, nyumba mzuri yenye umeme, marumaru ndani, kitanda cha 6x6 na godoro lake. Wallahi siku ile utaondolewa, wenda ukaikwe sehemu dhaifu kabisa. Sasa wewe wenzako wakisimama kutaka kuzungumza la Mwenyezi Mungu, kuzungumza neema ambayo Mungu amekupatia, anza kutafuta chochoro, wala hakuna sababu. Wakati mwingine omba Mungu siku moja Allah achukue roho yako iwe upo katika sehemu ya ibada. Omba Mungu sana, tuombe Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi katika hilo. Unaondolewa pale ulipo, unaambiwa wewe hustahiki leo kulala kitanda kama hiki, hustahiki leo kulala chumba kizuri kama hiki. Umekijenga mwenyewe kwa fedha yako na gharama zako. Hustahiki leo kukaa hata katika makazi ya kawaida ya wanadamu wa ulimwengu huu. Ndio maana tunakaa au watu wanakaa, wanaenda kumpeleka mtu mbali chini ya ardhi, mbali kabisa na makazi, kwa sababu thamani yako binadamu imeondoka. Tumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kupumua na kuwa na thamani ya binadamu. Hiyo haikuwa haja na mada yetu ya leo. Mada yetu ya leo ilikuwa ni kusalimiana, lakini misali tukumbushane hili kwa sababu almautu kafa bilwadhi. Mauti inatosha kuwa mawaidha kwetu, inatosha kabisa. Kwa tujiandae na zawadi nono na mzuri ya kwenda kuipeleka na kumjibu Mwenyezi Mungu kwa neema hii aliyotupa ya uhai. Nikushukuru sana Sheikh kwa kuniambia leo nami nijisalimie, lakini nakushukuru sana kwa hotuba yako nzuri. Hizi ndizo hotuba ambazo zinatakiwa. Hotuba walivyotufundisha mashehe wetu hapa ni mtiririko wa matokeo ya siku, wiki, mwezi, miezi au mwaka. Mtiririko wa matukio ambayo tuko nayo na tunaenda kuyakabili baadaye. Hotuba hii inapaswa kila Ijumaa iwe inasoma na watu kuisikiliza. Hotuba ya neema ya amani ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia. Na Mwenyezi Mungu anasema katika sura Takathur aya ya mwisho ya 8, thumma latusalunna yawma idhin 'anil na'im, kisha mtaulizwa siku hiyo juu ya neema mlizopewa, mmezitumiaje. Anayekuuliza sio Chande wala sio Mustafa wala sio nani, Allah aliyekuumba. Kisha angalia Allah neno alitumia thumma, harfu atf wa tarikh. Sio tu kwamba unaenda kuulizwa, thumma kisha na atf inaunganisha, lakini wa tarikh kitambo. Kisha utaulizwa siku hiyo juu ya neema uliopewa na Mwenyezi Mungu, umeitumiaje. Na kama naamini watu wa nahwi wapo, kiangalia hiyo nun thumma la tusalunna, saalunna hiyo tashdid,
ina maana yake ya kuitafakari. Siku moja tukipata muda inshallah utamwomba shekhe tuje tuzungumze aya hiyo tu. Kwa hiyo neema hii ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia ya kuwa na neema katika nchi yetu, na umenifurahisha sana mheshimiwa shekhe wetu wa mkoa ulipozungumza hizi ukamalizia sura mbili, suratu Tin na suratu Quraish. Falyabudu rabba hadha albayt alladhi at'amahum min ju' wa amanahum. Mwabuduni Mola wa nyumba hii, mwabuduni Mola wa nyumba hii aliyekulisheni wakati wa njaa na akakupeni amani mlipokuwa na hofu. Mwabuduni. Maana yake ni neema ambayo inatoka kwa Mwenyezi Mungu. Lakini ukamalizia na suratu Tin, watini wa zaitun wa turi sinin wa hadha albalad alamin, na mji huu wenye amani. Sheikh, hapa Mwenyezi Mungu amezungumza kwa ismu shara, wa hadha albalad alamin, hadha albalad alamin. Lakini na kule falyabudu rabb hadha, ni kweli ismu shara. Najua mashekhe zangu ni taadhimu, lakini pia inaleta picha, sio tu kule Maka. Wa hadha albalad alamin, na mji wetu huu hapa tulokuwa nao wa Maka. Ni vyema tujitahidi sana kuitunza amani, tujitahidi sana kutunza amani, tujitahidi sana kulinda neema hii, tusikubali kushawishiwa. Amesema hapa katibu wetu wa jumuiya yetu ya wazazi, amesema hapa watu hawafurahi huko duniani kuona amani ya Tanzania inaendelea. Hawafurahi. Unafikiri wanafurahishwa watu? Kila siku kijicho na husda kutaka kuona Tanzania mbona imetulia. Kama ukisikiliza ule mjadala katika hilo bunge la European, ukisikiliza ule mjadala ule, mwingine anasema kabisa kwamba Tanzania tangia zamani ni kisiwa cha amani, lakini sasa wanafanya mistake, wanafanya wrong. Ukiuliza hao, lakini bahati mbaya hakuna hata mmoja aliyokuwa yuko negative ya ile mjadala. Wote walikuwa positive kusupport kwamba labda Tanzania inafanya ambayo sio. Lakini ile ni kwa sababu ya hasira. Neema hii mpaka leo tunakuja kuabudu kwa pamoja hapa. Mwenyezi Mungu ametujalia sisi, madhehebu yoyote unaingia msikitini, akiwa Ibadhi, akiwa Sunni, akiwa nani, unafunga mikono, unaiachia, vyovyote unaenda kuswali vizuri. Lakini nataka niwaambie iliyotokea Libya, iliyotokea Tunisia na Syria. Unaingia msikitini kama huna ID, huna kitambulisho, huruhusiwi kuingia huo msikiti. Nchi za Kiislamu hizo huruhusiwi. Kwa sababu gani? Imekosekana neema ya amani. Niwaombe sana sana tusikubali kushawishiwa, hasa vijana na wengine, kuvunja au kuharibu amani yetu. Tulikuwa na mada ya pili ambayo tulikutuizungumze, lakini kwa leo sitaki niharibu ladha na utamu wa hutuba ambayo amewasilisha shekhe wetu Sheikh Mustafa. Mwenyezi Mungu akubariki sana, akubariki sana, na niwaombe Mwenyezi Mungu atupe mazingatio ile hutuba ikae katika mioyo yetu. Hilo tu, kila mtu tafakari hapo tu kwamba thumma la tusaluna yauma idhin ani naim. Kwa kuwa Ijumaa ijayo huenda inshallah tukawa pamoja, tutakuja zungumza jambo hilo jingine ambalo tulikusudia kulizungumza. Watu wenzetu wana mikakati ya muda mfupi, wana mikakati ya muda wa kati, wana mikakati ya muda mrefu. Unafikiri ni bahati mbaya haya ambayo yanatokea? Sio bahati mbaya. Tutakuja zungumza siku moja huko Maka, huko tunakokutegemea, huko Riyadh, huko Jeddah. Sasa hivi watu wanalia, wanatoa machozi kwa michezo ya kipuzi kwa sababu ya mkakati ambao umepangwa. Huko leo pombe ni halali mji wa Riyadh. Manambwala akiwa anaruhusiwa ni wageni tu. Huko leo vijana hawavai tena kanzu hizi za kupendeza pendeza za Kiislamu, wallahi wanavaa t-shirt zilizoandikwa majina yale ya wachezaji mnaowajua. Ni mada ya siku nyingine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.